Halo, ujambo mpendo mahali ulipo, naamini uko mzima katika maisha yako na shughuli zako za kila siku. Kwa majina mimi naitwa mchungaji Steven Sande. Kwa wale ambao wananijua mara ya kwanza, kuna kitu ambacho ningependa tuongee siku ya leo tupate kusemezana kidogo. Wakristo wengi ambao ni waumini, najua ukishaokoka Mungu huwa anaweka kipawa cha imani ndani yako. Imani ni kipawa, it's a gift. Mkristo hana upungufu wa imani, ana kipimo cha imani ndani yake ambacho ni Warumi 12:3 inasema kila muumini ako na kipawa cha imani ndani yake. Mkristo pia hana shida ya upendo, upendo uko ndani yake. Warumi 5:5 inasema Mungu ameshawaachilia upendo wake ndani ya mioyo zetu. Mkristo pia hana shida ya uweza, nguvu za Mungu, the power of God. Kwa sababu inasema kwamba ile siku mtapokea Roho Mtakatifu, mtapokea uwezo wa Mungu ama nguvu za Mungu na mtaendelea kuhubiri Injili. Matendo ya Mitume 1:8. So Paulo katika mahubiri yake alikutana na mtoto wake ambaye kiroho anaitwa Philemon. Anasema kwamba baada ya kusikia upendo ulio nao na imani ulio ndani nayo katika ndani Yesu Kristo, sijachoka kukuombea ili imani iliyo ndani yako ipate kufanya kazi kupitia maarifa unayoipokea. Nitasoma Biblia kimombo ndio upate kuelewa. Philemon chapter 1 verse 5 inasema hivi: Hearing of thy love and faith, which thou hast toward the Lord Jesus and toward all saints, that the communication of thy faith may become effectual by the acknowledging of every good thing which is in Christ Jesus. Hallelujah. Kila muumini, vile nimetangulia kusema, kila muumini ako na kipawa cha imani. Lakini hicho kipawa cha imani kitambo kifanye kazi, kina masharti yake. You have a gift of faith. It's a gift. It's not something you work for. It's a gift of faith. But it will be only effectual. It will only be effective through the acknowledging of every good thing that is in Christ Jesus. Hallelujah. Paulo anajaribu kuambia Philemon kwamba imani yako, kipawa cha imani kitafanya tu kazi. To acknowledge is to have the wacha niweke kwa Kiingereza. To acknowledge, to have the accurate, precise knowledge of the good things which are in Christ Jesus who is in you. Kuwa na maarifa kamili ambayo vitu vyote vizuri vilivyo ndani Yesu Kristo kuvielewa, ambayo Yesu aliyo ndani yako. Ninamaanisha nini? Kila kitu chochote unachokitaka hapa duniani kiko ndani Yesu Kristo aliye ndani yako. Hakiko mbali, kiko ndani yako. Hallelujah. Kwa mfano, ni kuweke katika nyumba fulani, na hiyo nyumba iko na vyakula mbalimbali. Na hiyo nyumba tuseme haina mwangaza. Nimekufungia mahali pale. Na sijakuambia chakula fulani kiko na mahali fulani, chakula fulani kiko na mahali fulani. Utalala njaa kwa sababu hauelewi chakula fulani kiko mahali wapi katika hiyo nyumba ulio nayo. Hivyo ndio watu wengi wako na hivyo. Watu wengi, unajua Kristo waliokoka, chochote ambacho unataka kwa Mungu kiko ndani ya Kristo. Mungu alideposit kila kitu ndani ya Kristo, na huyu Kristo akawa ndani yako. So you need to have an accurate, precise knowledge. I'm speaking about knowledge. If you don't have knowledge, then your faith will not be able to work in your life. Yes, you have the gift of faith in you, but it will not be effective. Why? The way to access the things of God is to have a knowledge of the good things which are in you for you to access them. Kipawa cha imani ni kama switch. Kina connect
kinakuunganisha na vitu ambavyo vilivyo ndani ya Mungu na wewe. Chochote ambacho ndani kwa Mungu unatumia imani kukivichukua. Faith is a hand that takes from God. Faith receives. Faith does not give. So kipawa cha imani ni kama switch. Switch unapo switch on kwa ukuta inakuunganisha nguvu za umeme na bulb ndio wake. Ukiswitch off ina disconnect nguvu za umeme na bulb. So kitambufikie vitu ambavyo viko ndani ya Kristo ambaye aliyo ndani yako, lazima uwe na knowledge kilicho ndani ya Kristo ni nini. Every good thing, because in Christ there is nothing bad. So you have the knowledge. One of the good things that is in Christ Jesus is the gift of righteousness. You must understand that in Christ only, that's the only way you can get the righteousness of God. It's not about what you do. God's righteousness is revealed in Christ, not outside Christ. God's holiness is revealed in Christ, not outside Christ. God's redemption is revealed in Christ, not outside Christ. So chochote ambacho unatokana na Mungu, hekima ya Mungu, haki ya Mungu, utakatifu wa Mungu, umo ndani ya Kristo. Utajiri wa Mungu umo ndani ya Kristo. Kwa hivyo uyafaa uelewe kilicho ndani ya Kristo. Ukielewa kilicho ndani ya Kristo, unajielewa. Kwa sababu wewe uko ndani ya Kristo, na ndani ya Kristo hakuna jambo lolote baya liko ndani yake. Kwa hivyo hauhitaji kujifunza jinsi mapepo inafanya kazi. Hauhitaji kujifunza jinsi aina mbalimbali ya madhabahu. Hauhitaji kujifunza aina mbalimbali ya laana. Kile unahitaji ili imani yako ifanye kazi. Naomba wale ambao wako na Biblia Kiswahili mnaenda kujisomea pale Philemon 1:5 and 6. Imani yako itafanya tu kazi vile unaongezeka as you increase in the revelation knowledge of the good things which are in Christ Jesus, not of the bad things, not of what the devil does, not of running after your star, but about the good things which are in Christ Jesus. Hallelujah. So when you have the accurate knowledge, whether you are sleeping, whether you are dancing, whether you are walking, your faith will be very effective. You will be very active. Watu wengi imani zao zimekuwa dormant, wakifikiria wanapoomba sana pasipo kusoma neno watatoa vitu kwa Mungu. Hapana. Watu wao imani zao zimekuwa dormant, wakifikiria wakikataa kula na kufunga sana, hiyo ndio imani itafanya kazi. Hapana. Imani inafanya kazi kwa kuongezeka knowledge. Ndio unaona mitume wote walikuwa naomba sana for the revelation knowledge in the New Testament. All the epistles, all the apostles were praying about you to increase in the revelation knowledge. The more you increase in the revelation knowledge, the more the gift of faith starts working, the more the grace of God increases in your life. So the grace of God will empower you to overcome every situation, and the faith will empower you to receive everything that comes from God. The grace empowers you to overcome every situation. The gift empowers you to receive everything that is in Christ Jesus. Hallelujah. Kwa hivyo elewa kwamba hivi, wakati unapewa kibali, kama wakati wa corona, kwamba ni wakati tumepewa kibali masaa mawili kuja kwa kanisa. Hiyo ni wakati ambao unaofaa kwa kukimbilia. Kwa sababu you are not just going there to serve. You are going to increase. You are going to activate your faith. You are going to increase the grace. You are going to receive things from God. Because every bit of the knowledge that you get from Christ, something has increased in your life. Every knowledge that you get from Christ, something automatically in the spiritual realm has increased. You have become so big. You have become so strong. You have become so energetic in the spiritual realm to overcome every situation. So desire. Tamani sana uingie katika ibada yote ambayo unakabilishwa, ili upate kuongezeka katika knowledge, imani yako ipate kufanya kazi. Bwana akubariki kwa kila jambo.